Naitwa Shakiru Shaban. Virangu mimi nitaka mtusaidie sote. Virangu nitaka tusaidie sote wa hapa make nyumbani tumebaki watu wanne. Hatuwezi kujisaidia wananchi. Ungetusaidia nyewe wananchi, tunaombeni mtusaidie. Sisi hatujiwezi kwa hapa. Nyewe wananchi ndio mnaweza kutusaidia, viongozi wote. Ningewaambia ni hata viongozi wenu wakatusaidia sisi watu ambao tumebaki kwa hapa. Natamani hata kurekebishwa hata nyumba yetu. Nadhani mnaiona wenyewe. Hatuwezi kupata hata chakula. Kuna siku kabisa tunalaga hadi njaa. Baba ndo tulikuwa tunamtegemeaga, sasa na yeye amefariki. Siku 3 nzima zote haonekani, amepotea. Siku zote baba amepotea, hatuna msaada wote. Kwa sasa mama ndo tumebaki naye. Hatujiwezi tena. Ngoja wananchi tunaombeni mtusaidie. Hata mimi nishindwe kwenda shule, babangu alikuwa mgonjwa siku nyingi. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na hizi ni ripoti za Dar es Salaam Tanzanite TV, na leo hii nipo katika kijiji cha Mshikamano, kata ya Rusumo, ambapo kuna mzee aliyefahamika kwa jina la Shaban. Potea takribani siku kadhaa, na tumefanikiwa kufika eneo hapa kwa sababu imesemekana amepatikana katika shamba la mtu fulani ambapo amekutwa amefariki. Na nipo na kijana atatuelezea namna ilivyokuwa. Habari yako? Nzuri. Poleni sana kwa matatizo. Asante. Ambaye amefariki ni nani yako? Babangu. Ana muda gani tangia apotee? Potea Jumapili jioni, Jumatatu asubuhi tukaamka, wananchi tukaja tukamtafuta, tukamkosa, na Jumanne tukamtafuta tukamkosa. Wenda hapo sisi tukakata tamaa ya kumtafuta, tukijua labda wenda ameenda mbali. Ila kwa siku za nyuma alikuwa vibaya, alikuwa anaumwa. Nikawa nimepigiwa simu, mara mimi kazi yangu ni bodaboda. Nikawa nimepigiwa simu, nikamchukua nikampeleka pharmacy, maana alivyokuwa anaumwa kwa umwi sana kiasi kwamba anaweza nikampeleka kule juu kituo cha afya. Nikampeleka pale, wakampa dawa, alipona akawa vizuri kabisa, akaendelea na kazi zake za kishambani. Baada ya kutoka hapo kama siku 2 hivi, mdogo wangu alikuwa anaumwa na yeye. Vile mdogo wangu wakamchukua, nikampeleka pharmacy, akapata dawa akapona. Sasa mama usiku, mzee na maza wakati amelala usiku alikuwa pole sana. Mtoto mama na yeye alikuwa sio vizuri, alikuwa anaumwa sikio. Asubuhi mtoto akamshtua mama, akamwambia mama, baba ametoka. Mama kajua labda masiara, wakaenda kulala. Ila mtoto akakataa, akasema mama ametoka, baba ametoka, amezija ameenda wapi? Mama roho ikakataa, ikabidi na yeye aamke. Alivyoamka ndo akaenda nje akamkosa, akaenda kutafuta, akamcha majirani, wakamtafuta kwa huo usiku akamkosa. Ikabidi aende kutoa taarifa kwa barozi. Alivyoenda kwa barozi akamwambia wewe kalale, asubuhi tutaamka, tutaangalia namna ya kufanya. Ndo taarifa zikawa hivyo. Sasa ndo nimepigiwa simu leo, mzee amepatikana. Ndo nimekuja sasa, nikuta yuko kwenye hii hali. Basi nashukuru Mungu amepatikana. Kwanza maana angepotea isingekuwa vizuri kwenye jamii. Bora amepatikana, mwili wake ni uziki. Mlipata vipi taarifa za kuonekana kwake mzee? Kuna baba mmoja alikuwa yumo shambani na katakata ndizi, ndio kama amemuona. Ile kumuona akampigia ni mama alenilea. Yaani alenilea, sio alionizaa, alenilea. Akampigia simu, maana yeye ndo maisha nyumbani hamna maza, hana simu. Kwa akampigia rafiki yake. Sasa yule rafiki yake ndo amenipigia, niko kazini, ndo hakuniambia kama ni mzee. Ameniambia maza anaumwa. Na mimi ndo nikitoka huko nakimbia, ndo nafika hapo, ndo napewa sasa hadithi yenyewe. Pole sana. Mmeshafanikiwa kutoa taarifa kituo cha polisi, na nini ambacho kinaendelea mpaka dakika hii? Wananchi wanasema kwamba wameshampigia mtendaji amesema kwamba mtu asisogelee wala asiguse mpaka polisi afike pale. Kondo tunasubiria afike hadi muda huu. Ndio. Asante sana na pole sana. Asante.
Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa marehemu mzee Shabani. Alitafutwa kwa siku kadhaa, lakini leo hii hatimaye mwili wake umepatikana. Shikamoo. Marhaba, habari yako? Salama, poleni sana kwa yaliyowakuta. Tumeshapoa ndugu yangu. Basi karibuni sana na sisi. Asante sana. Tukio hili lililotokea ni tangia lini mtu huyu hakuwa akionekana katika mazingira haya? Huyu mtu kwa taarifa fupi ni kwamba aliondoka siku ya Jumapili usiku. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu jitihada za kumtafuta zilikuwa zinafanyika, mpaka kwa bahati nzuri ndio tumesikia kwamba leo amepatikana kwenye mazingira ya shamba la mtu mwingine mzee Selemani pale ngambo yake kidogo. Nasikia alitoweka Jumapili usiku. Alitoweka, sababu ilikuwa ni nini? Labda mlisikia labda kulikuwa na ugomvi wowote au ilikuwaje, yani mpaka ikasababisha kutoweka kwake? Kwa kweli taarifa za ugomvi zilikuwa zipo, isipokuwa taarifa zilizokuwa nazo ni kwamba yule mzee alikuwa anaumwa. Na kweli mimi siku ya Jumapili niliweza kufika hapa muda wa saa 9 hivi mchana, nikamkuta mke wake yuko mazingira ya hapa. Akamuita humo ndani, yule mzee alikuwa humo ndani amelala. Akamwambia ndugu yake amekuja kuangalia, una uwezo wa kutoka nje? Akasema kwa sababu alikuwa hata sauti yake alikuwa yana sauti ya kutoka nje. Basi baadaye ndio mama akamshikilia akamleta, akaja akakaa mazingira ya hapa. Alipokaa hapa, mimi nikawa nimekaa pale kwenye kiti. Nikamwona kwamba alikuwa ameshaishiwa nguvu kabisa na miguu ilikuwa imeshaanza kuvimba. Nikamuuliza tatizo ni nini? Akasema tatizo nasumbuliwa na kifua na mgongo. Hakuna tatizo nyingine? Akasema hamna. Ndio nikamwambia huyu mama mke wake, amesha kufanya kwa kuwa nasikia kwenye kifua anabanwa. Jitahidi kuwa unafanya nini? Unamtengenezea kaujuji kama motomo ili afanye nini? Mama akasema sawa, na kaunga kamebaki kidogo, lakini katufuatilia kufika kesho. Basi nikamwacha hapo, lakini kwa kweli hali yake ilikuwa si nzuri zaidi. Nikaondoka nikaenda nyumbani. Sasa imefika muda kama wa saa 5 usiku ndio nikasikia huyu mama anakuja kule kwangu, kuna kambali kidogo. Sasa bwana, una habari? Shabani ameshafika hapa. Sasa kajiuza mgonjwa alivyokuwa anafanya anaweza akafika hatua za kufika huko. Kasema hajafika hapa. Kasema nimekuja kuangalia kufungua mlango, nasikia mtoto ananiita kwamba baba yupo. Sasa kutokana na hali aliyokuwa nayo nikajua hata kama amejitahidi kutoka nje hawezi kuzidi mazingira ya hii nyumba. Nikachukua torch pale nyumbani, nikaja na huyu mama na mke wangu, tukafika hapa. Mimi mwanzo akanifikisha labda ndio kama mazingira hapa nyumba, nikaangalia hapa, tukaangalia mle chooni, hatuoni mtu. Kaambia sasa cha kufanya, twende kwa balozi tufanye nini? Tumwambie. Tukafika kwa balozi tukamwamsha. Balozi akasema cha kufanya kwa sababu ni usiku na mtu aliyokuwa nayo sio kama ni mtu wa kutembea, lazima atakuwa mazingira ya karibu. Sasa hatuwezi kumpana usiku, twende tukapumzike ili kesho asubuhi tufanye nini? Tuanze utafutaji wa utaratibu ya kumtafuta. Kweli tulilala, asubuhi yake ndio tukaja. Kwa hiyo wote waliokuja hapa tunajua kwamba yule mzee hawezi kuzidi mazingira ya humu. Tumetafuta humu mazingira yote hapa, yani kuanzia asubuhi 12 mpaka tumefika kama muda wa saa 7 hivi au 8 tunatafuta humu wote. Yule mzee akafanya nini? Kamepotea hivyo jumla yani. Ndo baadaye mwenyekiti wa kijiji akatoa ushauri kitu kimoja. Hapa mimi naona tukiona huyu mzee labda ni kutoa taarifa kituoni ili polisi watafanya nini? Watatoa jukumu la msingi la kufanya. Kweli mama alipelekwa kituo cha polisi, alipofika pale nafikiri maelezo aliyopewa na polisi anayajua mwenyewe. Tulifuatilia taarifa hamna. Hamna. Kwa kweli kusemesha ukweli, yule mzee ukija kusikia kwamba taarifa ya kwamba jinsi alivyokuwa kwamba amekutwa yuko kule ni maajabu ya Musa. Kwa hiyo yote aliyemshuhudia siku hiyo na kesho jana yake ile asingeweza kufika kule kwa alizokuwa nazo kwa kweli. Mpaka sasa hivi ni maajabu kuona yani amefika hatua za kule, yani kufika kule kwa kweli. Kwa kweli tumehuzunika sana. Alikuwa ni mzee mtaratibu, alikuwa anaga fojo na mtu. Kwa kweli vya kusema labda tangia kipindi anaanza kuugua alikuwa labda anafujo na mke wake nyumbani. Hiyo taarifa tulikuwa labda kwa hiyo ya nyuma hivi hatuwezi kujua kila mtu anamjua. Lakini kwa hizi siku 3 walizosema kwamba alikuwa hanahumwa na mama alivyojieleza kipindi kile mwenyekiti anamuoji, alisema tulikuwa tuna kelele ndani. Na leo hii mmepata vipi taarifa za mahali alipo? Mmeweza kugundua vipi baada ya kutafuta kwa muda mrefu? Asante sana. Bahati nzuri leo hii nilikuwa na kashughuli pale. Huyu mama aliyekuja kumuona bahati nzuri nipitia pale. Anaelekea kule shambani mwake. Tulikuwa tumesalimiana pale na mama mwingine pale. Sasa ndio maana sasa kwanza wewe mlikuja mbele yangu na pikipiki, mimi naelekea kule nilipokuwa naenda. Nikakutana na balozi hapa anasema kuna habari twende kule, yule mzee aliyepotea amefanya nini? Amepatikana na ameshakufa wapi? Ndio akaniambia kwamba twende maize
Ndio maana nimekuja nyuma yenu. Ndio maana huyu mama siku haya ananiambia kwamba mama yake, mke wake na mke wa Selemani ananiambia kwamba naye amekuja kupigiwa simu na jamaa mmoja alikuwa anakata ndizi amtuishe, kwamba yeye ndiye amemwangukapo alipofanya nini, alipoanguka. Kwa hiyo baada ya mnyambo kumwangukapo akamuita mama siku, njoo angalie yule mtu. Alipomuona ndo akatoa taarifa kwa viongozi, nafikiri na kwenye familia, nafikiri taarifa zikaenda hivyo kusama mpaka kituoni kule. Jamii hili tatizo sasa ukasema ni tatizo sawa kwa sababu limetokea kwa huyu aliyeondoka, lakini kiundani zaidi ni tatizo ambalo linatisha, linashutukiza, yani ni tatizo ambalo si la kawaida, kwa sababu kila mmoja hajui kama ni kwa nguvu zake, hatujui kama ni basi tu, lakini kwa jamii kwa kweli wameumia sana, tumeumia sana kwa ujumla. Hata mtu yote alikuwa anamjua huyu mzee, alikuwa anasaidia tukazi wake na jamaa kila kitu na kuongea kwake, kila mmoja ameumia. Kwa hiyo tatizo kweli limetuumiza, hatuna la kufanya, hatuna la ziada, labda kwa jamii ni kuvumilia tu kama ambavyo vishatokea, ndio hivyo basi, hatuna lingine, hatuna jinsi. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hivyo ndivyo huyu mzee alivyopatikana baada ya kupotea kwa takribani siku 3, na amepatikana akiwa amefariki. Mwili wake umekutwa katika shamba la mtu fulani, na askari wapo wanakuja kufanya jitihada kwa ajili ya kuweza kupima mwili huo na waweze kujua chanzo cha kifo chake. Naitwa Renata. Ni mume wangu na naitwa Shabani. Kwa kupotea alipotea Jumapili tukaanzisha kumtafuta Jumatatu paka muda mpaka saa 9 mwisho tukaenda polisi kutoa taarifa. Toka polisi asubuhi tena ngarudiko, akaniambia nenda ukayutulie, ajipatikana basi kama Mungu amependa kumpeleka basi. Kwa hiyo hapa mwenyewe mebaki na watoto 5. Ameniacha sehemu mbaya, na naomba msaada, mnisaidie kwa kusaidia watoto. Siwezi kuwaweza peke yangu, bado watoto ni wadogo wanasoma. Shukuru Mungu amepatikana, kwa amefariki lakini tumemwona. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, katika eneo la tukio ambapo mwili wa marehemu Shabani umepatikana, tumepata bahati ya kukutana na mwenyekiti na ataelezea machache kuhusiana na tukio hilo. Mzee wangu, shikamoo. Marhaba. Poleni sana kwa majanga. Asante, tumeshapoa. Asante sana. Na tukio hili ilikuwaje mheshimiwa mwenyekiti? Tukio hili mimi nilipata ripoti tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026, nikipata ripoti kutoka kwa balozi kuwa mama mjane walienda kulala. Alipofika usiku marehemu akatoka, ila yeye hakumsikia, ila mtoto ndio alimwamsha mama yake, akamwambia baba. Akatoka nje. Mama yake usiku huo ndio akafuatilia, akamtafuta chooni akamkosa, akaenda kwa jirani yake akamkosa. Baada hapo ndio akaenda kwa balozi kutoa ripoti. Usiku huo walifika saa 6 usiku. Alafu kesho yake asubuhi ndio balozi akaja akanipa ripoti hiyo. Nikamwambia twende kwenye eneo la tukio. Tulipofika pale tukamkuta mama mjane pamoja na baadhi ya majirani. Nikamuuliza, mume wako amesharudi? Akasema bado. Ndio nikamhoji, je, baada ya siku 2, 3, wiki, mwezi nyuma huko kuna ugomvi wowote au nini, imekuaje? Akaniambia ugomvi haukuwepo, walikuwa wanaishi vizuri, ila isipokuwa ndani ya siku 3 alikuwa amezidiwa sana, anaumwa akiwa hoi. Nikamuuliza alikuwa anaumwa nini? Akasema alikuwa amevimba miguu, kifua kinauma pamoja na mgongo. Na basi kuna baadhi ya majirani ambao ni marafiki zake, nikawauliza, nyie kama ndio walikuwa marafiki zake na huyu bwana, nyie mlikuwa mnahisi nini? Wao wakasema jana, wakaniambia
mchana wa usiku huo, mchana ule walikuwa naye na ni hali waliokuwa wanamuona nayo alichokuwa amezidiwa. Asingeweza kufika kwa jirani, alikuwa amezidiwa sana, lakini na wao wanashangaa kuona usiku na ametoka pale kaenda zaidi ya hatua 5 wakati asingeweza kufika. Sasa baada ya hapo nikaita wananchi, tukafaka eneo la nyumbani kwake porini, tukatafuta tukakosa. Tulivyokosa ndio nikabidi mama nimpeleke kituo cha polisi kuripoti. Tumefika kule wakamwambia arudi baada ya masaa 24 yakifika. Kwa hiyo ndio tukarudi tukaendelea kutafuta tukakosa mafanikio. Kesho yake masaa 24 yalipofika mama alirudi. Sasa tangia siku tuliendelea kupeleleza na kutafuta. Sasa mwisho wake wa siku leo ndio akapatikana akiwa ameshakufa. Baada ya kutoa ripoti, polisi wamefika, wamefanya uchunguzi wao. Kwa hiyo majibu waliotupa wamesema ni kifo cha kawaida. Kwa hiyo tuendelee na utaratibu wa mazishi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaendelea na utaratibu wa mazishi. Asante. Wito wako kwa wananchi katika jambo zima la ushirikiano katika mazingira ambayo wewe unaongoza umeuona vipi? Mazingira niliyoona na uso za wananchi wangu ni jambo la kusikitisha, kwa sababu hiki kitendo ni cha kusikitisha sana, kwa sababu unapoona mwenzako anaumwa, toa ripoti hata kwa rafiki zako ili tuweze kukusaidia kuliko kukaa kimya. Basi hata kama una uwezo basi ukitoa hata ripoti hata kwa viongozi, kuna namna tunaweza tukakusaidia hata na akafika hata hospitalini. Lakini wao walikaa kimya basi. Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na hivyo ndivyo mwenyekiti wa kitongoji cha Mshikamano ametupatia taarifa zake, na jeshi la polisi limefanikiwa kufika mahali hapa na wananchi wameruhusiwa kuweza kuendelea na taratibu za mazishi. Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Rusumo, kata ya Rusumo, mimi ni Genji Mashaka wa Dar es Salaam Tanzanite TV. Na mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, kama ambavyo umekwisha kusikia, yamkini watoto hawa wamekutwa na janga la kuondokewa na baba yao, lakini ombi lao kubwa wanakuomba ewe mwananchi uweze kuwasaidia japo kurekebisha nyumba yao, lakini pia wamesema hata chakula mara nyingi kwao inakuwa ni mtihani, wanalala na njaa.